Anasema hatimaye mzidi kuwa hodari. Hatimaye mzidi kuwa hodari. Mzidi ni kuendelea. Bwana Yesu asifiwe. Uendelee kuwa hodari katika Bwana na katika uweza wa nguvu zake. Hatimaye uzidi kuwa hodari katika Bwana na katika uweza wa nguvu zake. Lakini anasema angalia, nimekuweka leo juu ya mataifa na juu ya falme, ili kubomoa, ili kuangamiza, ili kuharibu. Yaani Mungu ameshakuweka tayari, ila ambacho ni ukosefu tu wa ule uwezo ndani yako. Bwana Yesu atusaidie sana. Bwana Yesu atusaidie kanisa. Tunatamani kuwa na watu washindi, si ndio? Tunatamani kushinda katika kila eneo la maisha yetu. Tunatamani kuona udhihirisho wa nguvu za Mungu kila katikati ya maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe. Nguvu za Mungu pia, yani kama vile ukuaji unaenda na nguvu, si ndio? Ndivyo hivyo ilivyo katika ulimwengu wa roho. Lakini ili tuwe na nguvu zaidi inawezekana. Anasema nimewapa mamlaka, ni wote watu wa Mungu. Ni wewe na mimi, sio wachungaji tu, sio walimu peke yake, sio wainjilisti peke yake, ili muweze kushinda ulimwengu wa giza. Alafu anasema hakuna chochote kitakachokuzuru. Yaani inatakiwa ifike hatua kwenye biashara yako hakuna kinachokuzuru. Ukisikia wameweka chochote hauogopi, hakuna kitakachonizuru, kwa sababu unajua kabisa ndani yako. Lakini unakuta kwenye biashara kuchuma ulete wameweza kula. Wamekuleje wakati una nguvu? Bwana Yesu atusaidie. Chuma ulete anaibaje wakati una nguvu ndani yako? Ina maana kuna namna umepwaya. Bwana Yesu atusaidie. Yaani kuna mtu tu hata akikuta kitu kimewekwa pale kwa mamlaka alionayo. Yaani mfano ungekuwa kwa huu muda tu uliokuwa na mtumishi mmoja wa Mungu akasema hivi, kwa mafundisho mliofundishwa. Namkumbuka siku moja amesimama hapa, kama mngekuwa mmeatendea kazi, kuna wengine tusingekuwa hivi bado tulivyo. Shida huwa inakuja nini? Kwenye kuchukua hatua. Na ndio maana Biblia inasema hivi, ukiyajua haya ni heri ukiyatenda. Kwa sababu kuna watu wamebaki na maarifa kichwani lakini hawayatumii. Kwa hiyo hayawasaidii chochote. Bwana Yesu atusaidie sana. Badilika kuanzia leo mwana wa Mungu. Badilika kuanzia leo mtu wa Mungu. Badilika. Kuna watu tuliokoka nao humu, lakini hatua zao wanazozipiga zinatofautiana. Tumetofautiana, unakuta tumeachana mbali kama vile tuliachana kipindi kirefu cha kuokoka. Badilika kuanzia leo. Bwana Yesu atusaidie. Amua kuchukua hatua stahiki. Amua kujifunza neno la Mungu. Kwa anasema hatimaye mzidi kuwa hodari katika Bwana. Hiyo inapatikana Efeso 6:10. Sasa njia za kuamsha uwezo ulioko ndani yako. Njia za kuamsha uwezo ulioko ndani yako. Njia ya kwanza nimeshaitaja, nimesema ni kuwa na shauku na nini jamani? Neno la Mungu. Unaposoma neno la Mungu au shauku yako ya kujifunza neno la Mungu, maarifa mapya huwa yanaachiliwa. Bwana Yesu asifiwe. Maarifa mapya huwa yanaachiliwa. Ufahamu mpya huwa unaachiliwa. Ukisoma katika Luka 2:47. Tumesoma Luka 2:40 tukasema Yesu akakua. Akaongezeka nguvu, amejaa hekima. Sasa matokeo yake, Bwana Yesu asifiwe, matokeo ya kukua yanaanza kuja kuonekana katika mazingira ya kawaida. Soma Luka 2:47. Luka 2:47 neno la Mungu linasema, nao wote waliomsikia. Sema wote waliomsikia. Waliomsikia. Na wote waliomsikia walistaajabia fahamu zake na majibu yake. Walistaajabia fahamu zake. Bwana Yesu asifiwe. Lakini hizi fahamu zilitokana na kukua. Bwana Yesu asifiwe.
na kujaa nguvu na kuongezeka. Utakapoanza kukua, Bwana Yesu asifiwe, utakapoamua kukua, utakapoamua kuongezeka nguvu, kuna vitu watu wataanza kustaajabu kwenye maisha yako. Kuna matokeo watu wataanza kuyastaajabu wanapoyaona. Kuna hatua unazozipiga watu wataanza kustaajabu, lakini zinatokana na jitihada za sirini. Bwana Yesu asifiwe. Namna ambavyo umeamua kwenda. Kwa hiyo shauku na neno la Mungu linafanya maarifa mapya yaachiliwe. Unapojua maarifa ndio unajua kufanikiwa. Bwana Yesu asifiwe. Usipokuwa na maarifa hauwezi kufanikiwa. Lakini kitu kingine kitakachofanya kuamsha uwezo wako ni kuwa karibu na Yesu, au tunakuwa karibu na Yesu kwa njia ya maombi pia. Bwana Yesu asifiwe. Kuwa karibu na Mungu kwa njia ya maombi. Hakuna namna mtu anaweza akamsogelea Mungu nje na neno lake na nje na kumuomba. Ile kuwa karibu na yule sasa, ili aendelee kuactivate ule uwezo ulioko ndani yake. Naomba mtu anisomee kitabu cha Matendo 4:13. Matendo 4:13. Ndiyo. Neno la Mungu linasema, basi walipoona ujasiri wa Petro na Yohana. Sema basi walipoona ujasiri wa Petro na Yohana. Basi walipoona ujasiri wa Petro na Yohana. Na kuwajua ya kuwa ni watu wasio na elimu. Shikilia hapo. Na kuwajua kuwa ni watu wasio na nini? Elimu. Yaani wanajua kabisa Petro ameishia darasa 0. Yohana huyu naye elimu ya kawaida haipo, ila wana ujasiri. Bwana Yesu asifiwe. Anasema walipoona ujasiri wao walikimbilia kwenye kigezo cha elimu, kwamba ambao anakuaga na ujasiri ni kidogo labda waliona nini na elimu. Anasemaje? Watu wasio na elimu, wasio wasio na maarifa, wakawastaajabu. Sema wakastaajabu. Wakawatambua ya kwamba walikuwa pamoja na Yesu. Wakawatambua ya kwamba walikuwa pamoja na nani? Ujasiri huu. Hebu tukumbushane. Ameenda shule huyu? Huyu mbona hajasoma shule? Bwana Yesu asifiwe. Hatukumbuki kama aliwahi kuvaa uniform. Tunamuona siku zote ni mtu wa kawaida, lakini uona kilichowatisha ni ule ujasiri. Ujasiri wameutoa wapi? Ujasiri Petro na Yohana wameutoa wapi? Mbona ni watu wasio na elimu? Anasema wakastaajabu, hata wao wenyewe walistaajabu. Inawezekana waliitana, hebu njooni muone, ni Petro yule yule, ni Yohana yule yule. Lakini anasema wakatambua. Sema wakatambua ya kwamba walikuwa pamoja na Yesu. Pigie Yesu makofi. Kumbe mtu aliye na Yesu, mtu aliye karibu na Yesu, hata kuwa wa kawaida. Bwana Yesu asifiwe. Hata kama hana vigezo vya dunia hii, hata kama hana elimu, hata kama hana chochote, lakini kinachomfanya awe wa tofauti ni kwa sababu yuko karibu na Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Watashangaa, uwezo mbona sio wa kawaida? Haya matokeo mbona sio ya kawaida? Hii speed mbona sio ya kawaida? Ushindi mbona sio ya kawaida? Tunajua wanaoshindaga hivi ni kina fulani, hata wakina fulani umewashinda. Ni nini kiko nyuma? Baadaye wanakuja kusema hapana, ni zile juhudi alizonazo kwa habari ya Yesu wake. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo walikuwa wanamfahamu vizuri Petro. Na inawezekana kabla Petro alikuwa ni muoga. Na ndio Petro huyu aliyemkana Yesu. Wakati Yesu anakaribia kufanyeje? Kufa. Alikuwa muoga. Inawezekana hata tu kusimama mbele za watu miguu ilikuwa inagongana. Ni muoga. Lakini safari hii wanapomwangalia Petro, sio Petro yule waliyemfahamu.
Dakika hii wanapomwangalia Petro, sio Petro wa miezi michache iliyopita. Mara hii wanapomtazama Petro, ni mtu ambaye ana ujasiri, anaweza kukabiliana na chochote. Wakaanza kustaajabu wao wenyewe, ujasiri Petro ameutoa wapi? Ujasiri Yohana ameutoa wapi? Mbona hawana elimu ya aina yoyote? Mbona hawana ujuzi wa aina yoyote? Mbona hawana uwezo wa aina yoyote? Ujasiri wameutoa wapi? Wakaja na jibu lao wao wenyewe. Waliokuwa wanajiuliza swali, walikuwa na jamaa mmoja anaitwa Yesu. Walikuwa wanakaa magotini pa Yesu. Yesu akienda kuomba alikuwaga anawabeba, twendeni. Wakati mwingine wanakaa wanamwangalia pale anaomba Yesu. Wenyewe wamekaa wanamwangalia, wanashindwa kuomba. Wanamaliza kuomba, wanamwambia Yesu, na sisi tufundishe kuomba. Bwana Yesu asifiwe. Walipokaa waliona kwa masafa haya, inawezekana sala kwanza limepita, sala pili limepita, mzee asemi ame, sala tatu limepita, yupo tu wanamsubiri, wanamwangalia Yesu jinsi anavyoomba. Wakasema, sisi tunajua kuomba. Sisi hatujui. Bwana Yesu asifiwe. Tumejua kabisa sisi hatujui. Alipomaliza tu kuomba, wakamwambia Yesu, na sisi tufundishe kuomba. Bwana Yesu asifiwe. Akawaambia, mkitaka kuomba semeni hivi: Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje, utakayo yafanyike, mapenzi yako yatimizwe duniani kama huko mbinguni. Kumbe kuna mapenzi ambayo yamechorwa mbinguni kwa habari ya maisha yako, ndivyo yanavyotakiwa kwenda duniani. Usipoomba yatatokea wapi? Bwana Yesu asifiwe. Anasema mapenzi yako yatimizwe kama duniani kama huko wapi? Mbinguni. Ina maana mapenzi yameshachorwa wapi? Mbinguni. Yanatakiwa yatoke kwenye picha ya mbingu ndiye yaje kutimia wapi? Duniani. Kwa akawakumbusha kwamba hakuna namna mapenzi ya Mungu yatatimia juu ya maisha yenu. Hakuna namna ule ushindi mnaoutaka mkaupata. Hakuna namna kama msipoomba. Ni lazima myakomandi yale yaliyochorwa mbinguni yaende sawa sawa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo alipowafundisha hapo, anaanza kuwapa mikakati kwamba kumbe tunatakiwa kuyavuta kile kinachonichelewesha na kunifanya niwe tofauti na ramani ya mbinguni, kiniachie nisimame kwenye ramani yangu. Kile kinachonifanya niwe nashindwa kila siku, kiniachie nisimame kwenye ushindi wangu. Kuna namna ninatakiwa nikomandi, kuna namna ninatakiwa niombe, kuna namna ninatakiwa niwe karibu na huyu Mungu, ndipo yale yaliyoratibiwa mbinguni yatokee vile vile hapa duniani. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kama akiwa mbali na yeye, wangekuwa namwambia tu Yesu, akasema ni Yesu tu ana uwezo wa kuomba, sisi hatutakiwi kuomba. Wasingemwambia waombe, mambo yasingetokea, wala ule ujasiri tusingeuona. Kwa hiyo ujasiri wao, chimbuko lao lilikuwa ni Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Ujasiri wako, ukuu wako, ushindi wako, baraka zako, mafanikio yako, hazina Mungu alizokuwekea zitatokea tu pale utakapoanza kukaa karibu na mtoa hizo hazina. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa nini vitu havitokei? Tunataka matokeo makubwa, hatutaki kukaa karibu na mtoa matokeo. Kwa nini tunashindwa? Tunataka ushindi, hatutaki kuwa karibu na mtoa ushindi. Nikwambie, kwenye vita huwa unaonekana wewe, lakini pia Yesu anajifunua kwa kadri ya nguvu zilizoko ndani yako. Yesu hajifunui zaidi, na ndio maana anasema hivi kwamba yeye anatenda kwa kadri ya nguvu iliyoko ndani yako, kwa ili atende. Bwana Yesu asifiwe. Kama uamini, naomba usome katika kitabu cha Yoshua. Kitabu cha Yoshua 23:10. Yaani kwenye vita unaonekana Martha. Bwana Yesu asifiwe. Kwenye vita unasimama Mariamu. Na ushindi wa vita yako inadetermine na nguvu ulizonazo ndani yako. Kama nguvu ni kidogo, utashindwa, pamoja na kwamba Yesu ni nani? Ni mshindi. Na wewe wala usipomwamini yeye, anadumu wa kufanyeje? Wa kuaminiwa. Bwana Yesu asifiwe. Ukisoma katika kitabu cha hiyo Yoshua 23:10. Yoshua 23:10. Ndio. Neno la Mungu linasema, mtu mmoja miongoni mwenu atafukuza watu 1000. Sema, mtu mmoja atafukuza
watu 1000. Haya yalikuwa ni maneno ya nabii Yoshua. Wakati anafika mwisho akawa anawaambia wana wa Israeli, mtu mmoja kwenu atafukuza watu 1000. Wewe peke yako, Bwana Yesu asifiwe. Wewe peke yako kwa uwezo ulioachiliwa ndani yako unatakiwa uwe na uwezo wa kuwakimbiza maadui. Lakini sasa kinyume chake maadui wanakukimbiza. Hichi ndio kinyume. Bwana Yesu atusaidie. Kinyume ni kwamba maadui wanafanyeje? Wanatukimbiza. Na nimekwambia kwenye ulingo wa vita unaonekana na wewe. Yesu anakuwa nyuma yako, lakini anafanya kwa kadri ya nguvu zilizoko wapi? Ndani yako. Bwana Yesu atusaidie. Bwana endelee huo mstari. Mtu mmoja miongoni mwenu atafukuza watu 1000. Maana Bwana Mungu wenu ndiye anayewapigania kama alivyowaambia. Bwana Mungu wenu anawapigania. Kwa kule kwenye vita wanakuona wewe unafikiza 1000, si ndio? Lakini nyuma yako yuko Bwana Mungu. Lakini ili huyu Mungu atende ni lazima ukubali kukaa naye vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo hapo si zaidi, kuna zaidi ya hapo. Kuna zaidi ya ufahamu ulionao. Kuna zaidi ya maarifa ulionayo. Kuna zaidi ya ushindi. Kuna zaidi ya hekima. Yaani kuna zaidi. Kwa kila siku ndio sasa hatimaye mzidi. Tuendelee kuwa hodari katika Bwana. Kwa cha kwanza kitakachofanya ule uhodari wako, ule ushindi, ule uwezo, sio elimu watu wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe, ila ni kuwa karibu na Mungu. Ni kuwa na njaa na neno la Mungu. Ndio maana anasema wenye njaa watashibishwa. Bwana Yesu asifiwe. Kama unatamani kuwa watofauti, kama unatamani kuwa na matokeo ya tofauti, kama unatamani kupata ushindi wa tofauti, tumesimama leo wazazi wako wa kiroho tunakwambia siri kuwa karibu na Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Tamani kusoma neno la Mungu. Kupitia hilo neno la Mungu unaendelea kukua. Bwana Yesu asifiwe sana. Neno lako unalolisoma leo lina mchango kwenye ukuaji wako wa kiroho. Maombi unayoyaomba leo yana mchango wa ushindi wako wa kesho. Hauwezi ukasema tu nitashinda kesho wakati haujishughulishi na kusoma wala haujishughulishi na kuomba. Hakuna huo muujiza. Utashindwa kila vita inayokuja mbele. Bwana Yesu atusaidie. Kila vita inayokuja mbele utashindwa. Na uzuri ni kwamba hakuna sehemu yoyote shule ya Mungu inapotolewa. Mmewahi kusikia kwamba kuna shule ilianzishwa na Mungu? Ni kusoma neno. Unaposoma neno anajifunua kwako. Bwana Yesu asifiwe. Anaachilia ushindi kwako. Anaachilia nguvu kwako. Ninawafurahia. Kuna watu wengine wao wanakesha humu. Bwana Yesu asifiwe. Kuna watu wengine unakuta anapopata nafasi anakuja kuomba Mungu. Ndugu yangu, pesa peke yake haziwezi kukusaidia. Pesa peke yake haziwezi kukusaidia. Ubize peke yake hauwezi kukusaidia. Elimu peke yake haiwezi kukusaidia. Kuwa bize sana kuanzia Januari mpaka Disemba, lakini tutakuona ni yule yule. Kwa sababu anayeachilia ushindi ni Kristo Yesu. Anayeachilia mafanikio ni Kristo Yesu. Na wote wanaojiconnect na Kristo Yesu watakuwa watofauti. Bwana Yesu asifiwe. Usijidanganye. Pesa sio kila kitu. Kazi tunatakiwa tufanye, lakini na muda wa kuwa na Mungu upatikane. Chakalika kadri unavyoweza kuchakalika, lakini kuwa na muda na huyu Mungu. Jisogeze karibu na Mungu. Matokeo yake utabaki Mkristo kama jina, lakini Ukristo ni maisha. Kristo Yesu anatamani tumuwakilishe tukiwa hapa duniani. Kristo Yesu tunatakiwa tuufunue uzuri wake. Watu wengine waone uzuri wa Yesu. Lakini kama utakuwa Mkristo jina, kama utabaki kuwa Mkristo wa kawaida, hakuna mabadiliko utakayoyaona kama hautachukua jitihada binafsi. Na hapa hapahitaji maombi, panahitaji jitihada binafsi. Panahitaji kujilazimisha. Panahitaji kujitoa. Hata ukiwauliza wanaokuja kwenye maombi, kuna wakati mwingine unajisikia moodless kabisa, usikie hamu ya kuomba.
Unatamani tu ungekuwa unaangalia tu. Yaani ukikaa tu kama pale wage unaangalia magari yanapita. Ndicho unachofurahia. Lakini kuja kukaa tu uweponi kusema kwamba nikae, niombe Mungu. Kuna wakati mwingine tunajilazimisha. Tunaamua kuingia hivyo, nitaomba. Ni lazima niombe. Mambo yanaenda hayaendi, ni lazima niombe. Mwili unataka hautaki, ni lazima niombe. Bwana Yesu asifiwe. Ninataka kusoma, sitaki kusoma, ni lazima mwili unatamani luxury, mtu wa Mungu. Mwili hautamani stress. Yaani mwili unatamani wenyewe tu uletwage mafuta mazuri, uletewe nguo nzuri. Yaani kama tu, yaani kila kitu wewe unasogezewa. Yaani mwili unatamani tu ukae tu wage umenyanyua miguu, umeweka kwenye masofa. Mwili ndicho unachotaka, wage tu unabadilisha tu channel, unafanya hivi. Lakini unapokuja kwenye kusema kwamba niombe, mwili hautaki. Bwana Yesu atusaidie. Pale unaposema tu nifungue Warumi, hautaki. Kwa sababu nini hautaki? Shetani anajua ndio chanzo cha mabadiliko, ndio chanzo cha ushindi wako, ndio chanzo cha hazina zako za sirini kufunguka, ndio chanzo hicho. Kwa hiyo nje na hapo hakuna namna utaishi maisha ya ustawi, hakuna namna utaishi maisha ya ushindi, pasipo kuamua kusema kwamba wewe mwili hautaki, mimi ninalazimisha. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Tukiwa bize na vitu vingine, ni kweli ni vizuri, tunapofanya ni vizuri, lakini kuna muda unatakiwa uwe karibu na baba yako. Kuna muda unatakiwa uwe karibu na Mungu wako. Kuna muda unatakiwa usome neno. Ni sawasawa na vile usipokula tu unajisikia mchovu, ndivyo hivyo inavyokuwa kwenye ulimwengu wa roho. Kuna wengine ni dhaifu kwenye ulimwengu wa roho. Kuna wengine wanakwasha koo kwenye ulimwengu wa roho, pamoja na kwamba wana miaka mingi. Kuna wengine wamepungua kwenye ulimwengu wa roho, kwa sababu inatakiwa kuendelea siku kwa siku, mzidi kuwa hodari. Uhodari unatengenezwa siku kwa siku, ushindi unatengenezwa siku kwa siku. Rafiki yangu, kama hautachukua jitihada, utaona wengine wanakata mawimbi wanaenda, utaona matokeo yanaenda, kwa sababu ni wanaendelea kujishibisha, wanaendelea kula, wanaendelea kuongezeka. Kitakapokuja kubumu kwenye maisha haya ya kawaida, utabaki unashangaa, lakini kulikuwa kuna jitihada za sirini. Bwana Yesu asifiwe. Kulikuwa kuna jitihada binafsi. Kuna watu wana magodoro mazuri 6 kwa 6, lakini wanasema leo tutalala kanisani. Bwana Yesu asifiwe. Wanaacha, wanasema tutalala. Ndugu yangu, na relax, una nini? Bwana Yesu asifiwe. Yaani huu mwili hata ukitaka ujitathmini. Kuna mtu mmoja nikamwambia, unalala una nini? Bwana Yesu asifiwe. Yaani hata kulala tu kwenyewe huko unalala, unakuta wanakufukuza. Yaani hata la ya kulala yenyewe hamna. Kwa lazima tujilazimishe. Bwana Yesu asifiwe. Unataka ule ukuu uonekane kweli, unataka ule ukubwa ufikie kweli, unataka zile hazina ambazo Mungu amekuandikia uzifikie kweli, unatamani yale mema ambayo Mungu amearatibu kwako yafikie kweli, hayatatokea hivyo. Mtumishi wa Mungu anasema tuache maisha ya uhovyo. Bwana Yesu atusaidie. Anasema tuache maisha ya uhovyo. Watu wa Mungu, mimi ni miongoni mwa watu nao tamani ule ukubwa utokee. Bwana Yesu asifiwe. Ni kweli Mungu ameahidi. Ni kweli Mungu ameahidi tutakuwa washindi. Ni kweli, sio uongo. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kuna nafasi yetu na kuna nafasi ya Mungu. Kaa kwenye nafasi yako. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu atusaidie sana. Bwana Yesu atusaidie. Ni kweli unaitamani hiyo ndoa ije? Unaitamani ya kushikana mikono? Bwana Yesu asifiwe. Ni kweli unatamani wewe ubilionea uje? Ni kweli unatamani wewe uzao uje? Ni kweli unatamani hiyo biashara ije? Unatamani kweli? Bwana Yesu asifiwe. Badilisha mfumo wa maisha. Bwana Yesu asifiwe sana. Badilisha mfumo wa maisha. Biblia inasema tangu enzi za Yohana Mbatizaji hatujamkuta. Bwana Yesu asifiwe. Yohana mmaimuona? Lakini wanasema tangu enzi zake za Yohana Mbatizaji mpaka sasa ufalme wa Mungu unatekwa na nani?
Muulize mwenzako, una nguvu za kuteka ufalme wewe? Bwana Yesu asifiwe. Hiyo ndio kanuni tangu enzi za Yohana. Hatujamkuta Yohana, watu wa Mungu, lakini tunaambiwa tangu enzi za Yohana tumeamini enzi za Yohana, ili niteke, ili nipate baraka, ili wewe na mambo mazuri. Ufalme wa Mungu unatekwa na watu wenye nguvu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Tubadilike wana wa Mungu. Tubadilike. Tubadilike. Jambo jingine litakalofanya ya kwanza nimesema neno, ya pili kuwa karibu na Yesu kwa maombi, ya tatu kumsifu Mungu. Unapomsifu Mungu, kuna mtu mmoja unaweza kukuta amepiga maombi, baadaye akajiwekea kamziki kake. Bwana Yesu asifiwe. Ndivyo ilivyo. Msifu Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Mwingine anaweza kusema sijui kuimba. Msifu Mungu kwa kazi zake alizozifanya. Msifu Mungu kwa uaminifu wake. Naambia Bwana, umetupa hewa bure, tunavuta bure, tunatembea bure, tumekaa kwenye hii ardhi bure, ni wewe umefanya. Maji umetupa wewe, watoto umetupa wewe, chakula umetupa wewe. Tupate wapi Mungu mzuri kama wewe? Mungu anetujali kama wewe, Mungu anetupigania kama wewe. Siku 7 zote za wiki unatuangalia, haujawahi kutuacha. Wewe unatupenda, ulitoa maisha yako kwa ajili yetu. Yani unamsifu Mungu. Mungu, mimi siwezi kukuacha kwa sababu ya uzuri wako. Yani unamvuta Mungu, unamvuta Mungu, unamvuta Mungu, unamvuta Mungu. Anaona kuna sababu ya kukusogelea. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo utakapofanya hivyo, utaanza kuona. Tutamalizia katika kitabu cha Nyakati wa Pili 26 mstari wa 5. Nyakati wa Pili. Na leo mtumishi wa Mungu ataenda kutuombea kuactivate, Bwana Yesu asifiwe, ule uwezo ulioko ndani yetu. Nyakati wa Pili 26. Nyakati wa Pili 26 mstari wa 5. Neno la Mungu linasema, akajitia nia amtafute Mungu katika siku za Zekaria, aliyekuwa na fahamu katika maono ya Mungu. Na muda alipomtafuta Bwana, Mungu alimfanikisha. Akajitia nia. Mwambie mwenzako, jitie nia. Jitie nia. Nia ni shauku. Bwana Yesu asifiwe. Yani anaamua yeye binafsi, nitamtafuta Mungu. Wangapi wanaamua kumtafuta Mungu? Anasema nitamtafuta Mungu. Akajitia nia kumtafuta nani? Mungu. Watumishi, kumbe Mungu hapatikani tu, anatafutwa. Bwana Yesu asifiwe. Anatafutwa. Kama vile ukipoteza 100 unavowasha taa, unavuta viti, leteni fagio, unafagia nyumba yote ili ujue tu ilipoangukia. Unatafuta. Kwa huyu mtu alijitia nia amtafute Bwana. Anasema na alipomtafuta Bwana, Bwana akamfanikisha. Mwambie jirani, ukijitia nia kumtafuta Bwana, ataonekana. Bwana Yesu asifiwe. Mwambie Mungu hapatikani kirahisi. Anataka atafutwe. Hatua ya kwanza alikutafuta wewe ukiwa mwenye dhambi, si ndio? Amekupata. Hatua ya pili ni wewe kumtafuta yeye. Bwana Yesu asifiwe. Hatua ya pili ni mimi na wewe kumtafuta. Tuna jukumu la kumtafuta Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Tuna jukumu la kukaa karibu na Bwana. Tuna jukumu la kuendelea kumsogelea Bwana kila siku. Isipite siku mwana wa Mungu umekaa hivyo hivyo. Mtafute Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Kwenye biashara yako mtafute Bwana. Unapokuwa huko mtafute Bwana.
tenga muda wa kumtafuta Bwana. Unapotenga ule muda, baadaye utajizoeza. Na muda ukijizoeza, nilikuwa namsikiliza mtumishi mmoja wa Mungu anasema inakuwa ni madhabahu. Ukishafika tu ule wakati, Mungu anajua huu ni wakati wangu na Josephine. Bwana Yesu asifiwe. Yakifika tu yale masaa, anajua huu ni wakati wangu na Agnes. Huu ni wakati wangu, ni wakati aliowachagua. Ndio maana hata Mungu kila siku alikuwa anaenda kuwatembelea Adam na Eva. Biblia inasema wakati wa jua kufanyeje? Kupunga. Ni muda ambao walikuwa wamejizoesha kukutana na nani? Na Bwana. Kwa hiyo ukishafika tu ule muda, Mungu anajua huu ni wakati wangu wa kwenda kwa Adam na Eva. Huu ni wakati wangu wa kwenda kumtembelea Josephine. Mungu akija kukutembelea uwezi ukabaki jinsi ulivyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Jitie nia, mwana wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Jitie nia. Jitie nia umtafute Bwana. Jitie nia umtafute Bwana. Mungu anatamani watu wanaomtafuta. Na akishaona tu umeanza kumtafuta, atajifunua kwako. Bwana Yesu asifiwe sana. Tumeelewana watu wa Mungu? Kwa hiyo ndani yako unao uwezo. Ndani yako unao nini? Unao uwezo. Inawezekana haujaonekana. Inawezekana haujaonekana, lakini sio kwamba haupo. Biblia inasema nimewapeni, ameshatupatia. Kwa ili uonekane, ndio hivi vitu vya mwisho ambavyo tumevisoma mchana wa leo. Wangapi wamenielewa? Wangapi watamtafuta Bwana? Amen. Na Bwana atawaonekania. Amen. Utanifuatisha tu maneno haya machache, na baada ya hapo nitamkaribisha mtumishi wa Mungu. Naomba usimame. Sema, Roho Mtakatifu, asante kwa neno uliloliachilia mchana wa leo. Ninajua kabisa umekusudia kuamsha ule uwezo ulioko ndani yangu. Roho Mtakatifu, ninaomba uamshe